Inakuwaje mafuta yapande kwa ghafla kiasi hicho? Kama una serikali ambayo ni responsible, kwenye lita moja ya mafuta tuna tozo na kodi mbalimbali 16. Kuna evaporation fee, kuna demurrage fee, kuna nini, kuna railway levy, kuna levies nyingi ambazo zinagharimu karibia shilingi 1,000 na kitu. Kwa mimi I would expect kama serikali inawasikiliza wananchi, iondoe hizo tozo zake kwa muda. Wakati vikao vya bunge la bajeti la Tanzania vikianza hapo jana mjini Dodoma, kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba kuhutubia kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya waziri mkuu na ofisi ya bunge kwa mwaka 2026-2027, kumeibuka mjadala bungeni na hata nje ya bunge, huku baadhi ya watu wakihoji serikali imejipanga vipi hasa kuhusiana na athari za vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Baadhi ya wabunge wameelezea mashaka yao kuwa Tanzania haiko salama, hasa kutokana na athari za vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Suala kubwa linalohanikiza hivi sasa katika viwanja vya bunge hapa mjini Dodoma na hata katika maeneo tofauti ya Tanzania ni kwa namna gani nchi hiyo iliyo katika ukanda wa Afrika Mashariki imejiandaa katika kukabiliana na athari za vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, athari ambazo zimeanza kuonekana nchini humu ikiwemo kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta. Akizungumza bungeni hii leo wakati wa maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu wa Tanzania, mbunge Ado Shaibu kutoka jimbo la Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo amesema kuwa vita hivyo vina matokeo makubwa ikiwemo athari hasi kwenye biashara ya kimataifa, sekta ya bima, sekta ya uagizaji wa bidhaa muhimu, na kusema kuwa Tanzania hivi sasa haiko salama. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa kuniona. Mheshimiwa Spika, vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vimeleta madhara makubwa sana kwa uchumi wa dunia. Ukiacha suala la kupanda kwa bei ya mafuta ambalo umeshalitolea mwongozo jana, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vita hii ina matokeo makubwa sana yenye athari hasi kwenye biashara ya kimataifa, kwenye sekta ya bima, kwenye sekta ya uagizaji wa bidhaa muhimu, kwenye biashara ya madini, kwenye usafiri wa anga wa kimataifa. Hii maana yake ni kwamba Tanzania haiko salama. Swali kwa waziri mkuu, nataka kujua ni kwa namna gani serikali imefanya tathmini juu ya athari ya vita hivi kwa mipango ya kiuchumi ambayo tunaendelea nayo na mingine tutayoipanga hivi sasa na hatua ambazo imejipanga kuzichukua. Akijibu swali hilo, waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba amesema kuwa ni kweli kuwa vita hivyo vya Mashariki ya Kati na vile vya Urusi na Ukraini ni tatizo kwa dunia nzima ikiwemo Tanzania, na kwamba serikali imekwisha fanya tathmini ya awali kuhusiana na athari za vita hivyo. Mpongeze pia Mheshimiwa mbunge kwa kuwa mfuatiliaji wa masuala yanayoendelea duniani. Ni kweli vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na vilivyotangulia huko Ulaya ya Mashariki ni tatizo kwa dunia nzima, itakuwa na madhara kwa dunia nzima. Na Tanzania sio kisiwa, ni nchi ambayo inategemeana, inafanya biashara, inafanya mawasiliano, lakini pia na mashirikiano na nchi zote duniani. Serikali imekwisha kufanya tathmini ya awali kupitia sectors mbalimbali, ndio maana tumeweza kupata maoteo kwamba kutakuwepo na mabadiliko ya bei katika baadhi ya shughuli zetu za kiuchumi, ikiwemo la awali kabisa ambalo limeshajitokeza la kupanda kwa mafuta, lakini na mengine kama ambavyo Mheshimiwa mbunge aliyoyataja yakiwemo ya bima, lakini kutakuwepo pia na matatizo yatakayojitokeza yanayohusiana na matatizo kwenye masoko ya fedha kule duniani ambako sekta binafsi na serikali tumekuwa tukitumia kama chanzo cha kupata
fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo kwa njia mbalimbali. Mjadala wa athari za vita hivyo umevuka nje ya bunge hadi kwa wananchi wa kawaida pamoja na wanasiasa. Baadhi ya wanasiasa wanahoji ni kwa nini bei ya nishati ya mafuta ipande kwa kasi na kwa kiwango kikubwa. John Heche ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwanza mimi nataka niseme ni uzembe kabisa na kushindwa kazi kwa watu au serikali au watu wanaoiunga mkono serikali kusingizia kila wakati vitu vinavyotokea nje. Ni kama baba ambaye huwezi kulisha watoto wako, unakuwa irresponsible, unafanya matumizi ya hovyo na huwezi kujipanga, then unakuwa unasingizia mambo. Vita ya Irani na Mashariki ya Kati imetokea leo ni siku 30, lakini sisi ujue ndo tuna bandari kubwa, nafikiri karibia ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kenya wana bandari Mombasa tu, lakini sisi ukanda wetu wa bahari umeanzia Tanga mpaka Mtwara, na tunazungukwa na nchi nyingi sana ambazo zinatutegemea. Sasa Mwalimu kwa kujua hilo alitengeneza TIPA. TIPA ni shirika letu ambalo liko linatumika kuhifadhi mafuta yawe ya transit, kwa maana ya kwamba mafuta yanayotumika Zambia, yanayotumika Rwanda, yanayotumika Burundi, yanayotumika Kongo, yanayotumika nchi nyingi zote hizi ambazo ni landlocked, mengi yanapitia hapa kwetu. Kwa hiyo kulikuwa na kampuni yetu ya TIPA, lakini mimi nikiwa bungeni tulianzisha shirika linaloitwa bulk procurement, watu wa bulk procurement ambao wanatakiwa kununua mafuta kwa wingi kuhifadhi, na then capacity ya uhifadhi wa mafuta ilikuwa lita kitu kama 1.6 liters. Sasa you would expect, ungetegemea serikali yenye maono expand uwezo wa kuhifadhi mafuta, kwa sababu sio tu vita, mambo mengi yanaweza kujitokea. Uliona corona ililaza watu ndani, disaster nyingi tu zinaweza kujitokeza na zikasababisha crisis ya uzalishaji. Sasa lazima mtu uwe na uhifadhi, na tangu jana nimekuwa nasema kwamba hata wadudu mchwa tu wanajua kuna kipindi cha masika na kuna kipindi cha machweo, na wanachukua hata majani wanahifadhi ndani wakitegemea kwamba wakati wa masika hawatatoka nje. Sasa iweje leo ni siku 30 tu mafuta yamepanda kwa zaidi ya shilingi 1000, ambayo inaleta athari kubwa kwa wananchi wa kawaida. Bei ya vyakula itapanda, bei ya usafiri itapanda. Mtu ambaye mshahara wake uko pale pale, unapompandishia bei ya usafiri ni crisis. Kwa hiyo mimi sitaki kuliweka typically kwenye kisingizio cha vita. Nataka tujiulize, hawa walioko madarakani wamefanya nini? Wao ndio wametufikisha kwenye hiyo crisis. La pili, inakuwaje mafuta yapande kwa ghafla kiasi hicho? Kama una serikali ambayo ni responsible, kwenye lita moja ya mafuta tuna tozo na kodi mbalimbali 16. Kuna evaporation fee, kuna demurrage fee, kuna nini, kuna railway levy, kuna levies nyingi ambazo zinagharimu karibia shilingi 1000 na kitu. Kwa mimi I would expect kama serikali inawasikiliza wananchi, iondoe hizo tozo zake kwa muda, kwa sababu hiki ni kipindi cha mpito, ili kumpa mnafuu mwananchi wa kawaida. Na hizi hela sehemu nyingi zinapokusanywa zinaenda kutumika kwa matumizi ya anasa. La pili, kwenye masuala ya nishati, sisi tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Tulikopa kutoka Exim Bank of China mwaka 2015 Kikwete akiwa rais. 2010 tukajenga bomba la gesi kutoka Mtwara mpaka Dar es Salaam, nakumbuka watu walipopigwa, na tulitegemea kwamba pipeline ziwe zimesukwa kwenye majumba yote ili kuruhusu gesi yetu itumike katika nishati ya kupikia ya majumba. Sasa leo Omani wamepiga mtambo wa kutengeneza gesi, utasikia na gesi ya kupikia inapanda, nishati ya kupikia inapanda.
lakini sisi tuna gesi ambayo ingeweza kuwa imerecover hii nafasi na tunauza nje. Kwa hapa hakuna swala lolote la kuhusu vita. Swala tunaloliona ni serikali ambayo haina uwezo, irresponsible government ambayo haina maono na haijui nini ifanye. Na tukisikia baadhi ya viongozi wa taasisi zinazohusika na masuala ya nishati, John Heche, awali kabisa wakizungumza na waandishi wa habari, walizungumza bayana ya kwamba Tanzania haitaweza kupata msukosuko pengine kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta. Lakini hivi karibuni tena inashangaza na kuona tayari bei iko juu namna hii. Unadhani ni kwa nini taarifa hizi mbili zikinzani? Awali kwamba hakutakuwa na tatizo, lakini sasa hivi tayari Watanzania wameanza kuisikia ile hali ya ugumu wa upatikanaji wa nishati ya mafuta. Ndio hilo nalo lizungumza kwamba kwanza imekuwa ni ghafla mno kusema kwamba bei itakuwa imeshuti kwa kiasi hicho, kwa shilingi 1000, na bado kuna alternative nyingi, ukiacha kwamba mafuta yaliyoagizwa, kwa sababu kama reserve ya TIPA ina uwezo wa kutunza mafuta ya miezi 6 au miezi 3 kama waziri katibu mkuu alivyosema kwamba mpaka mwezi Julai. Sasa inakuwaje kwa ghafla kiasi hicho tayari ionekane kwamba kuna crisis kubwa na bei imepanda? Kwa hiyo mafuta ambayo yanapaswa kutumika sasa ni ambayo yamekuwa purchased huko nyuma, ambayo bado ni reserve yetu. Kwa hiyo kama sisi ni kufiri bei mpya ya mafuta, tungeanza kuifiri mwezi Julai. Kwa nini ghafla tu sasa hivi bei imeshapanda kwa kiwango hicho? Hilo ndio maana nimelizungumza kwamba kuna tatizo kubwa, na hata ukiangalia kuna collaboration kubwa sana kati yao wanaouza mafuta na hao watu wa serikali. Kwa mfano mimi nilikuwa natoka Lindi jana, nimeingia kwenye kituo cha mafuta, ukimwona dimina ile pump attendant anaonyesha kabisa mafuta yalikuwepo, lakini ameambiwa asubiri kwanza bei ipande. Sasa kuna mchezo fulani ambao unachezwa na unawaumiza wananchi. Sisi cha kufanya ni kuhakikisha kwamba tunapigana ili lazima hiyo hali iondoke kabisa, kwa sababu kinachosababisha matatizo haya ni uzembe. Kama nilivyosema, tuna gesi, tulijenga pipeline kutoka Mtwara mpaka kuja hapa. Haiwezekani ghafla tu tayari watu wanafili crisis, na kama tungekuwa hiyo gesi pia tumeisambaza kwenye vituo vingi vya mafuta, ina maana watu wengi sana wangekuwa wanatumia magari ambayo yanatumia nishati ya gesi badala ya mafuta ambayo inatuletea matatizo makubwa kiasi hicho. Asante sana John Heche kuweza kushiriki nasi katika mahojiano haya, hasa kuhusiana na mjadala huu. Ni kwa vipi au kwa namna gani bei ya nishati ya mafuta imepanda, na ni upi wajibu wa serikali katika kuhakikisha kwamba wananchi hawapati maumivu haya? Asante. Tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran na kusababisha mlango bahari wa Hormuz kufungwa na serikali ya Iran, dunia imekuwa ikipitia wakati mgumu kiuchumi, hasa kutokana na mlango huo kutumika kupitisha 20% ya mafuta yanayotumiwa duniani. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.